Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, jina lipitalo majina yote. Langu jina ni Bishop Emmanuel Sinduije, mwangalizi wa makanisa ya Ngome ya Makimbilio duniani. Popote ulipo katika bara lolote, nchi yoyote, mkoa wote, nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha Kuna Gumu kwa Mungu, kipindi ambacho kinakuja kwa ajili ya neno la Mungu pamoja na maombi. Popote ulipo, karibu tuombe na tujifunze pamoja. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Roho Mtakatifu, kawe mwalimu katika majira haya na wakati huu. Yesu Kristo, ukawe njia ya kutufikisha mahali ambapo ni sahihi, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo, amen. Ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi hiki tena majira haya na wakati huu. Leo utajifunza hofu kama mlango wa kukuchelewesha katika mafanikio. Hofu kama mlango, hofu kama mlango wa kukuchelewesha katika mafanikio. Katika maisha ya mwanadamu kuna vipaji, kuna ndoto, kuna maono, lakini watu wengi hawafiki kule wanakotakiwa kufika kwa sababu kubwa ni ukosefu wa uwezo. Sababu kubwa ni si ukosefu tu wa uwezo peke yake, lakini sababu kubwa nyingine katika hiyo kuna hofu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kubwa inaweza kawa sio kukosa tu uwezo, lakini sababu ya pili inaweza kuwa ni hofu. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 7, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo Biblia haisemi hisia, bali nasema woga. Biblia haisemi hisia ya woga, bali nasema roho ya woga. Kwa hii ina maana hofu ni nguvu ya kiroho, si jambo la kawaida. Kitu cha kujifunza hapa, hofu ni mlango, hofu ni ufunguo, hofu ni silaha ya adui. Hofu ni silaha anayoitumia adui kukushambulia au kukufanya usifike mahali ambapo unatakiwa kufika. Jina la Bwana libarikiwe. Hofu kiroho ni nini? Hofu ni nguvu ya giza. Hofu ni roho inayozuia maendeleo. Hofu ni mlango wa uharibifu. Hofu inapokuja inafungua mlango ili uharibifu uweze kuchukua nafasi ya kutenda kazi. Kwa hofu haiji tu, huja kwa kusudi maalum katika maisha ya mtu. Kusudi lake kubwa ni kukuzuia, kusudi lake lingine kukuchelewesha na kukuangamiza. Kwa hofu inafungua mlango wa kuangamia kwako.
Hofu inafungua mlango wa kukwama kwako. Kwa hiyo kuna aina 3 za hofu katika maisha ya mwanadamu. Lazima ujue kuna aina 3 za hofu katika maisha ya mwanadamu. Hofu namba 1 ni hofu ya yaliyopita, mambo yaliyopita. Niliwahi kushindwa, unaweza kuwa na wazo hilo. Hofu hiyo, niliwahi kuumizwa, na hii inakufanya usianze tena, na inakuzuia, unajificha, inakuzuia kutokujiamini. Kwa hiyo hofu ya yaliyopita inaweza kupelekea usifike kwenye kile kitu ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Lakini namba 2 ni hofu ya sasa. Nitawezaje? Hali ni ngumu. Hii ukufanya usichukue hatua. Hii hofu ya aina ya pili ya sasa inakufanya usichukue hatua. Hofu ya baadaye, nikishindwa je itakuwaje? Nikiharibikiwa itakuwaje? Na hii inakufanya uache kabisa kujaribu jambo au kitu ambacho ni cha hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hofu ni mlango wa roho nyingine. Hofu inapokuja inafungua mlango wa roho nyingine. Hofu ni kama ufunguo. Inapofungua roho nyingine inaingia moja kwa moja. Kwa mfano, hofu inaleta wasiwasi, hofu inaleta kukata tamaa, hofu inaleta ugonjwa, hofu inaleta kushindwa. Kitabu cha Maombolezo 3:47, hofu na shimo vimetupata, uharibifu na uangamivu. Kwa maana ya kina ya andiko hilo kilifuatilia vizuri kwa mpangilio huu ni kwamba hofu, kunaanza hofu, shimo, alafu uharibifu. Kwa uharibifu huanza, alafu ghafla hofu inapochukua nafasi, uharibifu unachukua nafasi. Na uharibifu hauanzi tu ghafla, lakini kinachoanza kwanza katika hayo ulionayo na katika hali ulionayo ni hofu. Kuogopa kuna kupelekea kuchelewa kupata muujiza na kufanya ushindwe kutoka katika hatua hiyo uliyopo na kufanya ushindwe kuvuka kwenda katika hatua nyingine. Kwa hiyo kitabu kile cha Ayubu kisoma, hofu inaleta matokeo. Ayubu sura 3:25, kwa maana jambo lile nililoliogopa ndilo lilonipata. Katika jambo lile ambalo niliogopa ndilo lilonipata. Ayubu alikuwa na hofu ya kupoteza na kile alichokuwa nacho, na baadaye kwa sababu hofu ilikuwepo alipoteza kweli, kilimtokea kwa sababu ya hofu. Kanuni ya kiroho ambayo inaweza kukusaidia katika eneo hili la hofu, unachokihofia sana lazima ujifunze kabisa kiroho na kimwili. Kila unachokihofia ndicho kitakachoweza kukupeleka kwenye mauti au kwenye uharibifu wa jambo ambalo lingeleta manufaa mbeleni. Hofu kuvuta kwenye matokeo mabaya. Hofu inafanya kazi kwa uficho. Hofu haiwezi kufanya kazi waziwazi, na hii imeleta changamoto ya Wakristo wengi na watumishi wa Mungu wengi na watu wengi wanaotamani kuvuka kufika katika hatua nyingine. Hofu haiji kama kelele, apige kelele, hapana. Kuna mtu anajaribu kutaka kuanza jambo anakwama, anataka kuanza kitu anaishia njiani. Kwa hiyo inakuja hali ya ukimya katika maisha yake, inakuja hali ya kusita, hali ya kucheleweshwa, hali ya kuahirishwa mambo au kuahirisha jambo. Watu wengi wanafikiri ni kawaida, lakini si jambo la kawaida. Kuna kuwepo na roho ambayo ni roho ya hofu nyuma ya hiyo hali ya kusita na kukwama na hali ya kukata tamaa. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma vizuri kwa habari ya mfano wa Petro, kitabu kile cha Mathayo sura 14:29-30, Petro akatembea juu ya maji, lakini alipoona upepo akaogopa. Hofu inakufanya usifike mahali ambapo Mungu amekusudia kufika. Kwa Petro alianza kwa imani, lakini akaanguka kwa hofu. Kwa sababu ya maneno ya watu unaweza kujikuta umekwama. Kwa hiyo unaweza kujikuta hofu imeingia kwenye maisha yako kwa sababu ya kuona kwa macho ya kimwili. Unaweza kuona tatizo ni kubwa, unaweza kuona ugonjwa ni mkubwa, kwamba ni ugonjwa wa mauti yako. Lakini hofu mara nyingi na kutoa kwenye kiwango cha juu cha imani. Hofu inaleta kiwango cha juu cha kushindwa na kukurudisha chini, kutoka katika hatua ya juu kushuka chini, kwa sababu hofu ni mlango unaofungua milango mingine ya shetani kufanya kazi. Kwa hiyo hofu inavyoharibu mafanikio katika maisha yako, haiharibu tu mafanikio, inakuja kwa picha ya kukuogopesha na kukufanya uwe na woga katika maisha yako. Lakini hofu hukuzuia kuanza, lakini hukuzuia kuendelea, hukuzuia kufikia mwisho. Watu wengi hawajashindwa bali wameogopa. Wewe hujashindwa bali umeogopa. Kwa hofu mara nyingi na mazingira ya urafiki, kuna mazingira yanakuanza kwa hofu, inajenga urafiki na mazingira ili kukufanya uone kwamba kwa kweli hapa ni halali katika hiki, kwa kweli haina haja kukifanya. Kwa hofu imekwamisha huduma, watu wameshindwa kuanza wito wao, watu wameshindwa kuanza hatua za kufika kwenye hatima zao.
kwa sababu ya hofu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa watu wanakukatisha tamaa, watu wanatumia maneno yao hasi kukurudisha nyuma na wanakuogopesha. Kwa unahitaji watu wa imani. Katika eneo la marafiki unahitaji watu wa imani. Katika mazingira maisha yako unahitaji watu wa imani, watu wanaokupa maneno ambayo ni maneno ya kukuinua, si maneno ya kukatisha tamaa. Na hiyo imekuwa ni changamoto kwa Wakristo leo, imekuwa ni changamoto kwa watu wengi. Kwa hiyo kuna namna ambayo itakusaidia. Dalili za roho ya hofu ndani ya mtu ni kusita kufanya maamuzi na kuahirisha mambo, roho ya kuahirisha mambo, kukata tamaa mapema, mawazo hasi yasiyo ya maendeleo, kukosa uthubutu. Hizi ni dalili 4 zinaweza kukusaidia: kusita kufanya maamuzi, kuahirisha mambo, kukata tamaa mapema, mawazo hasi yasiyokuwa ya maendeleo. Yani unaona kushindwa, unaona tu kukwama katika maisha yako, kukosa uthubutu wa kuanzisha jambo, kufanya jambo. Lakini hii ni roho ambayo inatesa Wakristo wengi. Kwa hiyo hofu ina tabia ya kutangulia. Unaweza kuiona kwa macho, unaweza kuiona kwa maneno, na inaweza ikatokea tu mtu akakukatisha tamaa kwa kutamka na kukuogopesha, kuzungumza kwamba hiyo biashara niliifanya na mimi nikakwama. Kwa hata wewe sidhani kama unaweza katoboa. Kwa tayari maana yake unaanza kuona mambo yanaanza kubadilika, mambo yanaanza kwenda ndivyo sivyo. Na hii imekuwa ni changamoto na imekuwa ni shida kwa watu walio wengi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini namna ya kushinda hofu katika maisha yako, namba 1, tumia neno la Mungu. Yoshua 1:9, usiogope wala usifadhaike. Tumia neno la Mungu. Neno la Mungu linakuwa kinyume na hofu. Lakini namba 2, simama katika imani. Ibrania 11:1. Namba 3, kataa hofu kwa maneno. Tamka, tangaza kwa ushindi kwamba wewe hofu, sitaogopa, nitafanya, hata hiki nitakifanya wala sitakwama. Namba 4, chukua hatua, usisubiri kujiamini. Usisubiri kujiamini, chukua hatua. Matokeo utayaona baada ya kuchukua hatua. Lakini namba 5, badilisha mazingira. Kataa mifumo ya muonekano wa macho ya kibinadamu ya mwilini, yale unachokiona katika hali ya kawaida ya mwilini. Kwa hiyo badilisha mazingira, kana watu wa imani. Namba 4, omba. Maombi huondoa hofu. Namba 7, jaza akili yako kwa neno. Hofu hupungua unapojaza neno lako la Mungu ndani yako, ndani ya maisha yako. Kwa hiyo hofu si ndogo, hofu si kawaida. Hofu ni mlango wa kukuchelewesha, hofu ni mlango wa kukusababisha ushindwe na uharibifu utokee kwenye maisha. Kwa ukishindwa kuicontrol hofu au kuidhibiti hofu, inafunga mafanikio na maendeleo ya maisha yako. Kwa hiyo wengi wamekwama, wengi wamepoteza hatima zao kupitia hivyo vitu katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana litusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo jifunze kujua kwamba mafanikio sio rahisi, si jambo rahisi. Linahitaji kujua nini unatakiwa kufanya. Linahitaji kujua namna ya kuweza kudhibiti hofu kwenye maisha yako. Kusita, kukata tamaa, kuona jambo na kuwa mnyonge, hiyo haikufikii kwenye mafanikio, bali itakukwamisha kwa sababu umeshindwa kuelewa namna itakayoweza kukusaidia. Kwa hiyo hofu imekwamisha huduma za watu wengi kuanza. Kuna mtu mpaka leo ameitwa wito, ana wito ndani yake, lakini anaogopa kuanza kwa sababu nitaanzaje, itakuwaje? Kwa hiyo hizi aina 3 za hofu zikusaidia kujua namna kuweza kujikwamua na kuvuka. Popote ulipo unaweza kuweka mkono kifuani, tuombe pamoja na Mungu atakusaidia. Sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninakataa roho ya hofu. Kila mlango wa hofu na ufunga sasa. Natangaza ujasiri, natangaza imani, natangaza kusonga mbele bila uoga katika jina la Yesu. Kuanzia sasa mimi siogopi, mimi nasonga mbele katika jina la Yesu. Mafanikio yangu hayatazuiliwa na roho ya hofu katika jina la Yesu. Kila roho ya hofu na kila maneno ya kuogopeshwa yaliyowekwa kwenye maisha yangu, yaliyoua kiwango changu cha imani, katika jina la Yesu ninavunja mikataba na roho zote za giza. Navunja taarifa yote na kila elimu ya kipepo iliyoleta roho ya hofu ndani yangu katika jina la Yesu. Navunja, ninaharibu katika jina la Yesu. Kila roho za kukwama ninazikataa katika jina. Kuanzia sasa ninaruhusu Roho Mtakatifu ufanye kazi kwenye maisha yangu na kunitetee na kuniinua kwa utukufu wako. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu umenitetea na umenisaidia.
Amen. Ngoja nikuombe. Baba, katika jina la Yesu namweka msikilizaji mikononi mwako. Ametamka maneno ya ushindi. Kuna mahali alikuwa anakwama, kuna mahali alikuwa haelewi, roho ya hofu ilikuwa imetawala maisha yake. Kwa jina la Yesu, kwa ufahamu na maarifa haya, ameanza kuelewa na kuanza kujua namna ambayo itamsaidia kutoka na kuvuka katika hilo eneo ambalo Bwana umempa neema. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu thibitika, onekana, mtetee msikilizaji, umuinue kwa namna kipekee, mshike mkono, vuka na maisha yake, ukamshike mkono na ukamtetee kwa namna kipekee. Katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, ninaachilia neema yako na mkono wako juu ya maisha yake, na ikemea hiyo roho ya hofu na maneno ya hofu na kila mfumo wa kusita, toka kwa jina la Yesu Kristo. Nenda kamuinue Bwana Yesu, ukamtetee kwa namna kipekee kuanzia sasa. Asante kwa sababu hautamwacha, utampungukia, utakuwa pamoja naye siku zote, katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki. Ikiwa umebarikiwa, unataka kuinua sadaka yako kwa ajili ya kusupport huduma, au unataka kunipigia simu kwa ajili ya kuomba ushauri wowote au maombi ya mtu binafsi au ya kwako na familia yako, unaweza kunipigia kupitia namba 0789 950580 na 0742095599. Mungu akubariki. Mungu awe pamoja nawe kwa utukufu wa jina lake. Barikiwa. Amen. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema, sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina langu limeandikwa mbinguni, mbinguni, mbinguni. Yale ya kale nimeacha nyuma, naongozwa na Roho Mtakatifu. Yale ya kale nimeacha nyuma, naongozwa na Roho Mtakatifu. Nimeoshwa, nimesamehewa, damu ya Yesu yanitakasa. Nimezaliwa mara ya pili, sasa ni mpya. Haleluya. Thank you.